Katika zoezi hili, tutafikiria ukarimu wa huruma zikitirika kutoka kwako kwenda kwa wengine. Kaa kimya mahali ambapo hautasumbuliwa na uzingeti kupumua kwako. Wakati ni sawa kwako, jaribu na kukumbuka wakati ambapo ulihisi kuwa mkarimu sana na kumjali mtu, au ukipenda nyama. Jaribu kutoshagwa wakati ambapo mtu huyo au nyama alikasirika sana, kwa sababu basi kuna uwezekano wa kuzingatia dhiki hiyo. Wazo ni kuzingatia hamu kwetu ya kusaidia na hisia zetu za ukarimu. Jambo muhimu ni kwamba tujaribu kuwa na huruma. Kuhisi unaweza kuja na wakati. Sasa kumbuka wakati ulihisi huruma kuelekea mtu wala nyama uliyemfikiria. Jiwazie unaponuka kama kwamba unakuwa mtulivu, mwenye hekima, mwenye nguvu na mkomavu zaidi, na unaweza kumsaidia mtu huyo. Zingatia mwili wako unakopumbuka hisi zako za fadhili. Tumia muda ukizingatia joto katika mwili wako. Angalia hamu ya kweli ya mtu huyo kutoteseka na kustawi. Tumia dakika moja zaidi ikiwa unaweza kufikiria kuhusu sauti yako na ina mambo uliyosema au ina na mambo uliyofanya au ulitaka kufanya. Tumia dakika moja zaidi ukiwa unaweza, ukifikiria jinsi ulivyofurahia kuwa umeweza kuwa mkarimu. Sasa zingatia tu matakwa yako ya kusaidia na kuwa mkarimu. Hisi ya joto, hisi za upanuzi, hali ya sauti yako, hekima katika sauti yako na katika tabia yako. Zingatia kutamani kwa dhati, hisi na mawazo haya matatu kwa mtu huyo. Ya mwanzo, uwe mzima. Ya pili, na uwe na furaha. Ya tatu, uwe huru na mateso. Jambo kuu ni kujaribu kuwa na huruma. Ukihisi unaweza kuja na wakati, kuwa mpole. Chukua muda na ujiruhusu kuzingatia mambo ambayo unamtakia mtu, nyama, mume wala mke. Labda wazia wakiotasamu kwako na kushiriki hisia hizi. Tumia muda kuangazia matakwa haya ya kweli iliyo nayo kwa huyo mwingine. Ukimaliza zoezi, unaweza kutoka kuandika baadhi ya maelezo kuhusu jinsi ulivyohisi kwako.